Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Ripoti kutoka shirika la habari la CNN zinadai kwamba Korea Kaskazini imetuma wanajeshi na mamilioni ya silaha ikiwa ni pamoja na makombora na roketi kwa Urusi katika mwaka uliopita, kulingana na ripoti mpya ya shirika la kimataifa la uangalizi ambayo inaeleza ni kwa kiasi gani Pyongyang imesaidia Moscow kuwatia hofu wakazi wa Ukraine katika vita vyake vya miaka mitatu. Ripoti hiyo imetolewa Alhamisi na timu ya kimataifa ya kufuatilia vikwazo MSMT, mpango unaoundwa na wanachama 11 wa Umoja wa Mataifa ulioanzishwa baada ya Urusi kulazimisha kuvunjwa kwa jopo la awali la Umoja wa Mataifa lililofuatilia utekelezaji wa vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini. Wakati baadhi ya matokeo ya timu hiyo yamerekodiwa vyema, kama vile Korea Kaskazini kutuma wanajeshi kupigana Urusi, ripoti hiyo inaweka wazi upeo na ukubwa wa silaha uliotumwa kutoka Pyongyang tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Hiyo inajumuisha takribani risasi milioni 9 za mizinga na risasi zingine mnamo mwaka 2024. Hata hivyo, ripoti hizo zinadai kwamba wanajeshi 11,000 mwaka uliopita walitumwa na wanajeshi wengine 3,000 katika miezi ya mwanzo mwaka huu. Hata hivyo, inadaiwa kwamba vizindua vya roketi, magari, bunduki za kujiendesha na aina zingine za silaha nzito na angalau makombora 100 ya ballistic ambayo baadaye yalirushwa nchini Ukraine kuharibu miundombinu ya kiraia na kutisha maeneo yenye watu wengi kama vile maeneo ya Kiev na Zaporizhia. Ripoti hiyo iligundua ikinukuu mataifa yaliyoshiriki. Katika ripoti hiyo imeelezwa kwamba aina hizi za ushirikiano haramu kati ya Korea Kaskazini na Urusi zilichangia uwezo wa Moscow kuongeza mashambulizi yake ya makombora dhidi ya miji ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na mashambulizi yaliyolengwa dhidi ya miundombinu muhimu ya raia, ripoti hiyo imeeleza. Aidha, katika upande mwingine, Urusi ilipatia Korea Kaskazini silaha na teknolojia mbalimbali za thamani, ikiwa ni pamoja na vifaa vya ulinzi wa anga, makombora ya kutungulia ndege, mifumo ya vita vya kielektroniki na mafuta yaliyosafishwa. Moscow pia imetoa maoni juu ya data ya makombora ya ballistic ya Pyongyang kusaidia kuboresha utendaji wake na mwongozo wa makombora, ilisema taarifa hiyo. Vitendo hivi kuruhusu Korea Kaskazini kufadhili mipango yake ya kijeshi na kuendeleza zaidi programu zake za makombora ya ballistic ambayo yenyewe yamepigwa marufuku chini ya maazimio mengi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kupata uzoefu wa moja kwa moja katika vita vya kisasa, ripoti hiyo imegundua. Ilisema matokeo yake yalitokana na maji zilizoshiriki katika kutaja ushahidi wa kuunga mkono na kutoka kwa Open Source Center OSC, shirika lisilokuwa la kiserikali lenye makao yake makuu nchini Uingereza ambalo linatumia taarifa zinazoweza kufikiwa na umma kwa ajili ya utafiti na utafiti wa silaha za migogoro CAR, shirika la utafiti lenye makao yake nchini Uingereza. Urusi na Korea Kaskazini zote zimekiuka vikwazo vya silaha vya Umoja wa Mataifa na zinahamisha silaha na zana za kijeshi kupitia wahusika na mitandao inayokwepa vikwazo, ripoti hiyo inadai. CNN pia inadai kwamba nchi hizo mbili zinaweza kuendeleza ushirikiano wao wa kijeshi angalau kwa siku zijazo zinazoonekana, iliongeza, kutokana na kwamba viongozi wao walishasaini mkataba wa ushirika wa kijeshi katika masuala muhimu ambapo nchi moja ikivamiwa basi na nyingine itaingilia kati. Katika taarifa ya pamoja, mataifa wanachama nyuma ya MSMT ambayo ni pamoja na Australia, Canada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan, Uholanzi, New Zealand, Korea Kusini, Uingereza na Marekani walitaka Korea Kaskazini kushiriki katika diplomasia yenye maana. Hata hivyo, mataifa hayo yamekuwa na wasiwasi mkubwa sana kutokana na ushirika kati ya Urusi na Korea ya Kaskazini, ikizingatiwa kwamba kuna chokochoko ambazo zinaendeshwa na NATO ambapo Ujerumani wakati huu inataka kuanzisha vita dhidi ya Urusi. Kwa hivyo, moja kati ya jambo ambalo limekuwa ni hofu kwa mataifa hayo ya NATO ni pamoja na kwamba kuna uwezekano mkubwa kabisa wa Urusi kuingilia kati kama ilivyofanya huko nchini Ukraine, wakati Urusi ikiendeleza operesheni yake maalum ya kijeshi na kuingiza wanajeshi wake takribani 14,000 na maelfu ya silaha nzito na za kawaida. Basi mtazamaji, na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote
Endelea kutufuatilia.